Barabara hii inapanuliwa kwa sababu za msingi, kama hata ninyi ndugu waandishi wa habari mnavyoona. Imekuwa na mzigo mkubwa sana wa magari makubwa ambayo yamekuwa ni changamoto, mengi yakisababisha ajali kwa mali za watu, lakini pia hata na uhai. Na hilo ndio lililosababisha wakala wa barabara TANROADS kunyenyuka na kuja kufanya upanuzi ili walau kuwepo na baadhi ya maeneo ya magari kuweza kupumzikia pale yanapokuwa yakipanda mlima huu, mlima wa nyoka ambao umekuwa na umaarufu wa jina hilo. Itakuwa ni tija kubwa sana kwa ndugu zetu wasafirishaji, lakini na wote wanaotumia hii barabara kuelekea katika nchi ya jirani ya Zambia, kuweza kusafirisha bidhaa zao, lakini hata kusafirisha abiria kwa usalama zaidi pale zoezi hili litakapokuwa limekamilika. Lakini ni moja ya mikakati pia ya kuondoa misongamano katika jiji letu la Mbeya, kwa sababu pale Nsalaga tayari ule mradi wa kutoka Nsalaga kwenda Ifisi kwa kutengenezwa kwa njia 4 unaendelea. Tunafahamu zile changamoto ambazo zilizokuwepo kwenye maeneo mbalimbali ya kuanzia Nsalaga hadi Ifisi, zote serikali inaendelea na kuzitatua. Tuwape wito tu wananchi kwamba yale maeneo yote ambayo yalikuwa na changamoto, kwa mfano pale Uyole tunaenda kujenga roundabout, lakini kuendelea na ile lami iongeze kasi kwa maana iweze kukamilika. Nitoe wito tu kwa sisi wanaofanya kazi kwa niaba ya serikali kwamba tuhakikishe yale maelekezo ambayo tunayapata kutoka kwa viongozi wetu, lakini na kwa machifu tuyafuate kwa ukaribu, kwa sababu ni tunu ya maeneo haya ambapo tulipo. Tumesikia historia ya vita, lakini na maeneo mengi ya matambiko kwa sisi wengi tulikuwa hatujui yalipo, lakini sasa wametuonyesha tunaweza kupata na kuaddress kwa watu wengine ambao hawajui kwamba eneo hili historia yake iko hivi, inaenda hivi, na tukakaa kwa amani na salama. Sasa leo tumekuja kuiweka tena kutengeneza barabara nyingine inapita pale, walikuwa nasema ndio tutapita juu ya nyoka. Lakini leo tunaiombea nyoka naye itupishe, na sisi ndio maendeleo, itupishe nyoka, tupitishe barabara yetu iende vizuri, itengenezwe bila tatizo lolote. Tunashukuru wataalamu hapa, msiwe na hofu, mtatengeneza bila tatizo, bila buguza. Kama sisi tumeamua, wananchi ndio wenyewe tunawakaribisha. Sisi tunakaribisha maendeleo. Kwa hiyo tunaomba maendeleo, sisi msina mengi ya kuzungumza. Tunakaribisha viongozi, wataalamu wote, mwende vizuri, barabara yetu iende vizuri mpaka kule takakofika, kule mlikochepuka. Zuri wako wananchi wote wameshalipa sehemu zao, kwa hiyo hofu hakuna. Bongo Play TV.